AM Online TV. Ndugu wanahabari, nitumie fursa hii kuwakaribisha sana kwenye ukumbi wa mikutano wa polisi mkoa wa Kusini Unguja ili tuje tupeane taarifa na mambo mbalimbali ambayo yanatuhusu sisi kama jamii. Cha kwanza kabisa nipende kuwajulisha kwamba hali ya usalama katika mkoa wa Kusini Unguja ni shwari. Hakuna matukio ya kushtua na wananchi kwa ujumla wake wanaendelea na shughuli zao za kujiletea kipato katika hali ya utulivu. Leo nimewaita kwa lengo kubwa moja. Kama ambavyo mnajua kwamba Waislamu nchini kote kwa maana ya Zanzibar na Tanzania bara na kwingineko kote duniani walikuwa kwenye kipindi cha mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhan ambao tunatarajia kwamba tutahitimisha mfungo huo ifikapo tarehe 20 ama 21 kutegemea mwandamo wa mwezi. Na katika kuhitimisha tutakuwa na sherehe kubwa, sherehe za Eid al-Fitr, na sherehe hizi huwa zinaambatana na starehe, mikusanyiko, burudani, na kutokana na hayo nimeona tuongee mambo makubwa mawili. Cha kwanza ni kuwaasa watu wote tunaposherekea sherehe hizi tutunze hali ya amani. Jeshi la polisi tumejipanga vizuri, tumeshaainisha maeneo mbalimbali ambako hizi sherehe zitafanyika. Tukianza na nyumba za ibada ambako ndiyo swala ya Idi itafanyika, tumeshaainisha zile nyumba zote na tutaweka hali ya utulivu katika nyumba hizo ili watu waweze kuswali katika hali ya usalama. Lakini cha pili, tumeainisha maeneo ambayo watu watakusanyika kwa ajili ya burudani. Kwenye eneo letu la mkoa wa Kusini Unguja tuna fukwe za bahari, maeneo ya Paje, Bwejuu, Michamvi, Makunduchi, Kizimkazi. Haya yote tunategemea watu wengi watakusanyika kwa ajili ya burudani mbalimbali, kuogelea na vitu kama hivyo. Na wengine watatoka maeneo mbalimbali ikiwepo mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa kawaida watu wanatoka mjini wanakuja shamba kwa ajili ya burudani mbalimbali kusherehekea sikukuu hii. Na wengine wanakuja na magari. Kwa hiyo ni waase madereva wote katika vyombo watakavyovitumia kwenda kwenye sehemu mbalimbali za starehe, waendeshe magari kwa kufuata sheria za usalama barabarani. Wasiendeshe magari wakiwa walevi, lakini wapakize watu kulingana na uwezo wa gari. Sio gari inakuwa imejaa kupitiliza. Lakini tuna changamoto nyingine ambayo magari ambayo hayatumiki kwa abiria sasa siku hiyo watu wanataka kutumia. Zile keri, unaweka busati chini, unabeba watoto, majirani wengi kwenye gari ambayo sio salama. Kwa hiyo watu wazingatie hali ya usalama wakati wanaendesha hayo magari. Lakini cha pili, kule kwenye fukwe za bahari kule ambako watoto wetu wanaenda kuogelea, wazazi na walezi ni wasihi sana wale watoto wadogo wawe kwenye uangalizi wa wale wakubwa. Msiwaache watoto wadogo wakaenda kuogelea peke yao, ni hatarishi. Wakati mwingine tunapoteza watoto ama maisha ya watoto kutokana na watoto kwenda kuogelea bila uangalizi na matokeo yake wanakufa maji. Lakini pia makosa ya udhalilishaji huwa yanajitokeza sana wakati wa mikusanyiko ya namna hii. Lakini wazazi na walezi, mnapokuwa mko karibu na watoto wetu, inapunguza fursa ya wahalifu wa udhalilishaji kuweza kufanya mambo kama hayo katika kipindi hiki cha sikukuu. La tatu, unakuta watoto siku hiyo, tunajua wazazi tunawapenda watoto wetu, tunapenda wavae vizuri, lakini wakati mwingine tunawavalisha vidani vyenye thamani kubwa. Dhahabu, fedha. Vitu hivyo vinawashawishi wahalifu kuwapora. Kwa hiyo nashauri
kwamba watoto wadogo wasivalishwe vidani vya thamani, vito vya thamani wasivalishwe, kwa sababu inashawishi wahalifu. Eneo la 4 ni kule nyumbani sasa, ambako mnaondoka mnaenda kwenye viwanja vya sikukuu, mnapaachaje? Nyumba ni vizuri zikabaki katika uangalizi. Isitokee kwamba watu nyumba nzima mmeenda fukweni kule, lakini nyumba mmeacha huku, wakati mwingine hata mlango kufungwa vizuri. Kuwa na uangalizi ili kuondoa mianya ya wahalifu wengine kutumia nafasi hiyo kufanya uhalifu. Lakini swala lingine ni watu washerekee hizi sherehe kwa maana ya kuhitimisha mwezi mtukufu. Na shauri na kupendekeza kwamba watu wajiepushe na ulevi wa kupindukia ama ulevi kwa ujumla, wakijua kabisa wanahitimisha mfungo mtukufu. Haiwezekani tukahitimisha mfungo mtukufu kwa kulewa, kwa kufanya mavurugu, kwa kupigana, kwa kufanya uhalifu mbalimbali. Watu waheshimu sheria, waheshimu taratibu, ili sherehe hizi ziweze kupita zikiwa salama. Lakini kwa madereva nilisema tu eneo la ulevi. Pia barabara zetu, kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Madereva waendeshe magari kwa uangalifu, kwa mwendo wa kadri, kuangalia na hali. Sehemu zingine kuna ujenzi wa barabara unafanyika. Chukueni tahadhari zote. Najua serikali kwa nafasi yake imeweka alama mbalimbali za kuonyesha kwenye sehemu ambazo aidha kuna sehemu za kuchepuka ama kuna ujenzi unaendelea, wameweka. Basi tuzitii zile na kuzifuata ili kuongeza hali ya usalama. Mwisho kabisa, mimi nitumie fursa hii kuwatakia Waislamu wote na Watanzania kwa ujumla heri ya sikukuu ya Eid al-Fitr mwaka 2026. AM Online TV.